unwani ya khutba yetu ya leo tutakuwa ni wenye kukumbushana katika kuhifadhi amana, hifdhul amana, kuhifadhi amana. Mal amana au ma hiya al amana? Ni nini hii amana? Ni nini maana ya amana? Al amana fi lugha ضد الخيانة, ni kinyume ya kufanya khiana, ni kinyume ta khiana. Uaminifu kinyume chake ni khiana. واصطلاحا هي كل حق لزمك أداؤه وحفظه. na hii amana katika sheria ni kila haki iliyokulazimu wewe Muislamu kuitekeleza na kuifikisha kisawasawa na kuhifadhi amana kama ile. Ima iwe ni amana ya maneno, ima iwe ni amana ya matendo, ima iwe ni amana katika muamalat, ima iwe ni amana katika ibada. Kisheria ni kila haki inayokulazimu wewe Muislamu kuitekeleza na kuhifadhi amana kama hiyo. Al-amana qila hiya at-ta'affuf, ni kujizuia amma yatasarrafu al-insan, kwa yale wanayoyasurufu wanadamu, min malin, kutokamana na mali, wa ghairuhu, na mengineyo yasiyokuwa mali, ikawa wewe uko tayari kuhifadhi na kuitekeleza amana kama ile. Ibadallah, faqad azzama Allah ta'ala amraha, ay amru al-amana. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amelitukuza jambo zima la amana. Wa rafa'a sha'naha, akalinua jambo lenyewe, jambo hili la amana. Waislamu wawe ni wenye kuhifadhi, Waislamu wawe ni wenye kutekeleza amana kama hii. Wa a'la qadraha, Allah subhanahu wa ta'ala akanyanyua kadri yake, sharafu ya amana. Anaponyanyua kadri ya amana ni kumnyanyua yule aliyebebeshwa amana kama hii. Fabiha tuhfadhu alhuquq, kupitia hii amana haki za watu zahifadhika, haki za watu zalindwa. Wa tuadda alwajibat, na wajibati zinakuwa zenye kutekelezwa. Wa tusanu ad-dima, na damu zinakuwa ni zenye kuhifadhiwa. Damu za Muislam, kinachopelekea mojawapo damu kumwagika ni pale khiana zitakapokuwa ni zenye kuendelea katika mahala kama ile, katika watu kama wale. Watu wanaanza kukosana, watu wanaanza kutuhumiana, watu wanaanza kutukanana kwa sababu ya mmoja wao amefanya khiana, hakutekeleza amana kama ile, ikawa ni sababu ya watu kumwagana damu. Wal amwal, na kula mali za watu kupitia njia hii ya amana. Umepewa amana ufikishe mahali, wewe ukafikisha kwenye tumbo lako, ukawalisha familia zako na watoto wako kupitia amana uliopewa. Wal a'rad, na kuhifadhika heshima za watu. Ukiwa ni mwaminifu, jina lako litainuka, utaheshimiwa, watu watakupenda. Lakini ukenda kinyume, ukafanya khiana kwenye amana za watu, watu watakuvunjia heshima yako, watakukejeli, watakutuhumu, watakulaumu. Baada dhalika wewe hutopendezwa na kashfa kama zile na lawama kama zile, utakuwa uko tayari kupigana na watu kwa kuwa heshima yako imevunjwa kwa sababu imma wewe ni mrongo ama wewe ni khain. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين
an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhaluman jahula. Hakika tumepatia amana mbingu na ardhi na majabali. Mbingu, ardhi, jabali wakakataa kubeba amana kama hii juu ya uzito wake. Wa hamalaha al-insan, mwanadamu huyu akawa yeye ndiye mwenye kukubali na kuibeba amana kama hii na kuchukua amana kama hii. Lakini pamoja na yote kwamba yeye amechukua amana kama hii, akawa yeye amejidhulumu, ni mjinga kwa hilo, kwa sababu amana watakiwa uitekeleze vile inavyopaswa kutekelezwa. Ibada ulioamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni amana umebebeshwa, au ni amana umechukua, na ni ahadi umechukua kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Itekeleze amana hiyo ya ibada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad amara Allah subhanahu wa ta'ala biha, ay bil amana. Hakika Allah ameamrisha jambo zima la amana, watu kuhifadhi amana, watu kutekeleza amana, watu kutimiza amana kwa watu wake. Qala Allah ta'ala, inna Allaha ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha. Hakika Allah ameamrisha mutekeleze amana kwa watu wake. Enyi ma MP wabunge, enyi ma MCA, enyi magavana, cheo ulichobeba, cheo uliopewa ni amana umejibebesha. Fikisha amana za watu, tekeleza ahadi ulizochukua, kwani ahadi ni katika amana. Miradi uliotangaza utaifanya kabla ya kupewa mansabu uliochukua. Ndani ya muda wa miaka 5 ni masiku yanayopita, mara ghafla siku zimeisha, miaka ishaisha, wataka tena kura, hali ya kuwa hukuwafanyia watu chochote. Ujue ni amana umebeba, utakwenda kuulizwa kesho siku ya Kiyama. Vijana wa Kiislamu wanataka kusonga mbele, kuendelea mbele kwenye masomo yao. Mujtama maskini, wewe ukachukua dhamana, ukachukua ahadi, ukiingia kwenye uongozi, vijana bila shaka watasoma, vijana watapata kazi. Leo hii umekuwa katika uongozi, wanaofaidika ni mujtama wako, wanaofaidika ni watu wako wa karibu, familia zako, bali ni mtaa wako peke yake. Wale wengine waliokufanya wewe sahihi upande juu utajirike, wao wanakuwa ni maskini, hawajui chakula licha cha kusoma. Tekelezeni amana mlizobeba. Kila mmoja akimbilia kutajirika kupitia uongozi. Kila mmoja atoa posti zake, ataka kuchaguliwa kuwa kiongozi fulani. Sababu si lingine, sababu ni kupata utajiri na kushibisha matumbo yao. Ibadallah, ndio utapata pesa nyingi za CDF, watu wanapiga mapande. Pesa za michezo za vijana wachangamke, watoke katika ujinga, watoke katika mikhadarat. Wa kuwainua vijana kama hawa ni viongozi tuliowachagua. Kila mtaa vijana wa Kiislamu watoka na mate. Kila mtaa vijana wa Kiislamu wameinamisha shingo zao chini. Kila mtaa watoto wa Kiislamu tunawatarajia ni vijana mashababu wenye nguvu, watakaotekeleza ibada zao, watakaotekeleza kazi zao kwa mikono yao. Hawawezi, wamekwisha kwa sababu ya mikhadarat. Wa kuwatoa hawa ni nani? Na chanzo cha kupeleka kule ni nini? Ni ukosefu wa kazi. Wengine hawakusoma.
Nani wa kuwatetea kule bungeni vijana wa Kiislamu? Ni wewe ambaye tumekupatia uongozi uende ukatetee kule, lakini hata ukaenda kutetea kule ukapewa pesa zako hizi hapa za miradi haionekani. Ukiangalia barabara zetu ni vile vile, mashule yetu ni vile vile, hospitali yetu yako vile vile. Ibadallah, kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha zitekelezwe amana, zifikishwe kwa watu wake. Suratu Nisa, waqala Allahu ta'ala falyuaddi alladhi tumina amanatahu. Falyuaddi, Muislamu atekeleze amana alizopewa, kuwafikishia wanaostahiki kupewa kwa wenyewe. Wanaha an dhiddiha, Allah subhanahu wa ta'ala akakataza kinyume cha amana. Kinyume cha amana ni nini? Ni khiana. Allah amekataza katika Qur'an. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu, nyinyi mlioamini, la takhunu Allah, musimukhini Allah, warrasul, na kumukhini mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watakhunu amanatikum, na kukhini amana zenu, wa antum ta'lamun, hali yakuwa nyinyi mwajua. Hii ni khiana tunafanyia Allah, hii ni khiana tunafanyia Rasulullah, hii ni khiana tunafanyiana sisi kwa sisi. Kisichokuwa chako usikichukue ukamkhini na kumdhulumu mwenzako. Watakhunu amanatikum, na kukhini amana zenu. Cha mwenzako Muislamu ni chako, kama vile unavyoweza kuhifadhi amana zako, mali yako, ahadi zako, kadhalika hifadhi mali ya mwenzako na cheo cha mwenzako. Suratul Anfal, وأثنى على أهلها ممن يحافظون على الأمانة. بل الله سبحانه وتعالى amewasifu wenye kutekeleza amana, amewasifu wenye kuhifadhi amana. Asema Allah katika Qur'ani, katika suratul Mu'minun aya za kwanza, aya inasema baada Allah subhanahu wa ta'ala kusema qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini. Allahumma ij'alna min almu'minina almuflihin. Qad aflaha almu'minun, hakika wamefaulu waumini. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, kufaulu kwanza ni wewe kutekeleza amana ya swala. Kisha akaja kwenye hii point Allah subhanahu wa ta'ala akasema walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, na wale ambao kwenye amana zao na ahadi zao wanazihifadhi, wanazichunga na kulinda. Ibadallah, jambo la amana ni jambo limekosekana katika ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si kwa upande wa viongozi wa kisiasa wa kidunia, bali hata si kwa upande wa viongozi wa dini. Leo hii ma'al asafi shadid, tusipeleke vidole vya lawama peke yake kwa viongozi wa kisiasa, kwa kuwa wanakula mali yetu miradi hatuoni, wanakula pesa zetu za CDF miradi hatuoni. Bali pana viongozi ambao wapewa mapesa na mali kuwafikishia maskini, mayatima, kuwafikishia maustadhi madrasa, pesa zile hazifiki. Zaenda wapi? Ibadallah, watakuja watu waitishe maustadhi mbalimbali, mashekhe mbalimbali, maduati mbalimbali, wakusanywe katika holi sehemu moja,
Tunataka kuunda forum ili kumsaidia yule ambaye ni ustadhi wa chini, daia wa chini, anailingania sunna na kulingania tauhid la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, alingania aqida sahiha. Sote tutaathirika na forum kama ile, tutaathirika na kikao kama kile. Baada dhalika mulishwe pilau na maji, mushike njia mwende zenu. Baada hapo majina yako ulioandikisha, namba zako ulizoweka pale, zapelekwa kuombewa mitango kwa ajili wewe usaidike. Lakini baada ya hapo ukiuliza, wewe ni mbaya. Ukitaka kujua kuendelea vipi, mbona mpaka sasa kimya, kubaya. Wenyewe wanakaa katika mahoteli makubwa makubwa. Mtu atoka mbali anakuja hapa kwa ndege, wewe kupata fare ya kutoka Malindi Lamu kuja hapa hauna, na harakati zinaendelea kama kawaida. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون. ikiwa ni wewe ni daia, ni shekhe, wa antum ta'lamun, hali ya kuwa nyinyi mwajua hivi tunavyofanya ni dhulma na ni khiana. Mwataka kutajirika kupitia migongo ya watu, mwataka kutajirika kupitia maskini na mayatima. Ibadallah, innal amana lahiya alama min alamati imani al-abdi. Kutekeleza amana ni miongoni mwa alama katika alama ya kuwa wewe una imani, ni mu'min wa kweli. Ikiwa huna sifa ya kutekeleza amana za watu, wewe ni munafiq, kadhab, khain. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. حديث أخرجه الإمام سنن الترمذي، الإمام الترمذي. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسمى متوم صلى الله عليه وسلم المسلم مسلم وكويلي من سلم المسلمون نيولي ambaye waislamu wamesalimika na yeye, wameaminika na yeye, wamehifadhika na yeye kupitia ulimi wake na mkono wake. Muislamu wa kweli ni yule ambaye ndugu yake Muislamu anamwamini, amejisalimisha kwake, atapata amani na utulivu. Kupitia mdomo wake hautukani ovyo, wala kupitia mkono wake haupigi watu ovyo na kudhulumu haki za watu. Wal mu'min, na mu'min, daraja ya kwanza al-Islam, daraja ya pili al-Iman katika maratibu din. Tushamjua Muislamu ndio huyu. Muislamu asalimika na yeye kupitia ulimi wake na mkono wake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza mu'min wa kweli naye ni yupi, akasema wal mu'minu man aminahu an-nas ala dimaihim wa amwalihim. Mu'min wa kweli ni yule ambaye waumini wenzake, waislamu wenzake watapata amani kwake kupitia kuhifadhika damu zao na kuhifadhika mali zao. Tusende mbali, leo ni Ijumaa, sote tumejaza msikitini, lakini kila mmoja wetu hapa ana hofu akitoka nje viatu vyake atapata salama, apati salama. Na sote ni waislamu na sote tumekuja kutekeleza ibada ya sala. Aina al-Islam, aina al-Iman, ambayo imani zetu zaongezeka kupitia ibada ya sala. Qad aflaha al-mu'minun, hakika amefaulu mu'min. Mu'min ni nani? Ni yule ambaye katika ibada zake imani yaongezeka. Vipi uswali imani yako imeongezeka, nje pale umpate kiatu kizuri cha mwenzako ukasema hiki si changu siwezi chukua? Ibadallah,
وعن فضال ابن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع tumeyasema kuambia masahaba ala ukhbirukum bilmu'mini siwaeleze nyinyi siwaambi nyinyi siwapi nyinyi habari juu ya muumini wa kweli. Kisha Mtume sallam hakungojea jawabu la naam kwa masahaba, bali akawapa jawabu moja kwa moja, huku akiwafundisha akiwaambia man aminahu an-nas ala amwalihim wa anfusihim, muumini wa kweli ni yule waumini wenzake, ndugu zake Waislamu watapata amani na kuhifadhika damu zao, mali zao na wao wenyewe. Siku hizi imekuwa Muislamu kumwaga damu ya Muislamu mwenzake si chochote, si lolote. Imefikia wakati watu wanawekeana mipaka. Utadhani ni vita wa Badri au utadhani vita wa Uhud baina Waislamu na makafiri, hali ya kuwa wote ni Waislamu yashhaduna la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Lakini vijana kama hawa wameathirika kupitia mafunzo mabovu na mujtama, kupitia mukhaddarat, kiasi cha kuwa mtu utia makali kisu chake panga lake aenda kupigana na Muislamu mwenzake. Innal amana wa hifdhaha hiya sirru saada fi dunya wal akhirah, hakika kuhifadhi amana ndiyo siri ya kufaulu, ndiyo siri ya mafanikio duniani na kesho akhira, siku ya kiyama. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. mambo manne ukiwa nayo, ukiyahifadhi, ukishikamana nayo, kisikuhuzunishe kile ambacho kitakupicha hapa duniani. Mambo manne ukiwa nayo utakwenda kufaulu kesho siku ya kiyama. فلا تحزن على ما فاتك من الدنيا, usihuzunike kwa yale utakachokiacha hapa duniani. Sidqul hadith, kuwa mkweli wa maneno, kuwa mkweli wa ulimi wako, temka kweli, speak truth hata kama watu wataumia. Ukweli ni uchungu. Wa hifdhul amana, na ukahifadhi amana. Wa husnul khuluq, ukawa na tabia njema, good habits, good manner, good characteristic ukawa nazo. Wa iffatu mat'amin, ukawa na kanaa, ukatosheka kile alichokupa Allah subhanahu wa ta'ala, riziki aliyokukadiria Allah, ukawa na kanaa katika hiyo. Mambo manne haya, ukweli wa maneno, kuhifadhi amana, tabia njema na kutosheka, kukinai. Ukiwa na tabia hizi usihuzunike kwa chochote utakachokiacha dunia baada ya kuondoka kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana thawabu zake na malipo yake ni makubwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. وبعد، الأمانة، خطورة تضييع الأمانة، خطاري يكupoteza أمانة، khatari ya kuiacha amana na kuipuuza amana. تضييع الأمانة علامة على نقص الإيمان وآية من آيات المنافقين. hii kupoteza amana ni alama miongoni mwa alama ya kujulisha imani yako ni pungufu, na ni katika dalili au alama ya kuwa wewe ni munafik. كما جاء في الحديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. Alama za mtu mnafiki, hypocrisy, ni tatu. Akiongea ni mrongo, hana ukweli kabisa, watu hawamwamini. Akiongea sema aliongea nani? Ni fulani, achana naye, huo ni mrongo. Wa idha wa'ada akhlafa, akitoa promise zake zile hatimizi hata moja. Na hii ni katika alama ya unafiki wake. Muumini wa kweli ni upi? Alladhina yufuna bi'ahdi llah wa la yanqudhuna almithaq, ni wale wanaotekeleza ahadi za Allah wala hawavunji ahadi zao. Huyo ndiye muumini. Mnafiki ni upi? Wa idha wa'ada akhlafa, ya mwisho wa idha atumina khana, akiaminiwa yeye hufanya khiana. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwaminifu kabla hajapewa utume, na baada ya kupewa utume yeye mwaminifu, mpaka Makureishi wakipeleka amana zao kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jina wakimuita as-sadiqu al-amin, mkweli muaminifu. Mbona sisi hatufuati yale aliyotuletea mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ibadallah, athar dhiya'u al-amana, athari ya kupotea kwa amana katika jamii ya Kiislamu, ummata wa Kiislamu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala: idha dhuy'atil amanatu fantadhiris sa'a, pindi amana zitakapopotea, pindi amana itakapokosekana kwa Waislamu, subirini kiyama. Masahaba wakawa wanauliza, qila, kukasemwa, kaifa idha'atuha ya Rasulullah, hii amana yapotea vipi ewe Rasulullah? Akasema, idha wusida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'a, pindi jambo, utawala, uongozi, amana, ahadi zitakapopewa wasiostahiki kupewa, ngojeni kiyama. Afaye uongozi hamumpi, kwa kuwa huyu hajapata uongozi, twaona maendeleo yake, twaona zile ahadi zake. Hajapata uongozi, kasema huyu ndiye afaa, lakini hatuwezi kumpa huyu, sisi na yeye tuna vita. Eka vita kando, tuangalie maendeleo kwanza. Vita ni baina yako wewe na yeye, maendeleo ni baina ya umma, ya jamii nzima. Akapawa mwingine ambaye hastahiki, hakusoma, ni jahil, hana uaminifu, ni mwizi. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam atutahadharisha vipi amana hizi zitakuwa ni zenye kufikishwa. Ni kwamba tumchague yule anastahiki. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwajua masahaba zake, akimuita sahaba kuwa ndiye mwaminifu, aminu hadhihi al-umma. Sahaba aliyejulikana kwamba huyu ndiye muaminifu, Abu Ubaida Amir al-Jarrah. Inna likulli ummatin aminun, hakika katika kila umma pana amini wake, muaminifu wake. Wa aminu hadhihi al-umma Abi Ubaida Amir ibn al-Jarrah. Ikawa sisi jamii ya Kiislamu, maashara al-ahibba, tuko chini, tuko down kabisa. Hatu katika elimu tuko chini, katika maendeleo tuko chini, kila jambo tuko chini. Ukienda tu bara pale utapata mashallah kuendelea, watoto wasoma, university nyingi ziko kule. Mtoto wetu asoma hapa, faulu vizuri, hakuna university ya kuangalilika hapa.
anaenda kule, ni faida kwao. Watoto wale wakienda kule, nyumba za kukaa wanakodisha nyumba zipi? Chakula watakatukula, watakula chakula cha nani? Sisi tukae tu kutukanana kwenye media, huyu afaa, huyu afai, kutolea na mashairi, lakini tuangalie anayefaa apate kutusaidia, apate kuwasaidia wazee waliochoka, hawana tena kazi, vijana wao waendelee kusoma, vijana wao wapate kazi, kuangalia jamii kama ile au wazee kama wale. Lakini mkimchagua mtu ambaye hafai, pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha dhiyatil amana fantadhir as-saa, pindi amana itakapopotea subiri kiyama. Masahaba wakauliza, amana hizi zitapotea vipi ewe Rasulullah? Akasema kwenye riwaya, idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi, pindi jambo litakapoegemezeshwa, pindi jambo litakapopewa yule ambaye hafai, hastahiki kupewa, fantadhiri saa, subirini wakati, subirini kiyama kiwafikie. nikimalizia, وعن هشام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال, عمر أسيما لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه من شاء صام ومن شاء صلى لا دين liman la amanata lahu. Msinighuri mimi kwa swala ya mtu au funga ya mtu. Akitaka mtu aswali, akitaka mtu asifunge, kwa maana ni ahadi baina yake na Allah. Lakini akarakiz Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu jambo zito zaidi, ni jambo la umma. La dina liman la amanata lahu, hana dini yule ambaye hana amana, hatekelezi amana za watu. Sene mbali tu Dhulhijja au Ramadhan, watu fulani watapewa vichinjwa wafikishe watu fulani, ng'ombe wale mbuzi wale hawafiki. Ramadhani chakula tende kadha hazifiki kwa wenyewe, tabakishwa store pale, toleo boksi moja watu khalas 10 la kwanza peke yake. Baada ya hapo zaenda wapi? Utapata bidhaa ile za Ramadhan ambayo ni haki ya Waislamu, ziko marikiti za uzwa. Hamuogopi Allah nyinyi? Kuna siku mjue yaitwa yauma tubla sarairu fama lahu min quwwa wala nasir. Siku siri zitatobolewa, zionyeshwe, yauma idhin tu'radun la takhfa minkum khafiya. Allah aweke skrini pale, kila mmoja ajiangalie, ajione mwenyewe yale aliyoyatenda. Khiana ulizozifanya, dhulma ulizozifanya, zote utazishuhudia mwenyewe. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان والبدعة والشرك واجعلنا من الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.